Yes, bwana mimi naitwa Ateta Dylan na hii ni Mkombozi Digital. Kama kawaida siku pekee yangu niko na MJ ambaye niko naye kwenye studio za Mkombozi Digital. MJ, Tanzania imepata pigo kubwa kwenye tasnia ya filamu pamoja na mambo ya Bongo Movie pamoja na Bongo Flava. Maana marehemu Hawa maarufu kama Karina alishawahi kufanya kazi ya Video Vixen, nyimbo ya Oyoyo ya msanii Pop Junior. Amefariki dunia siku hizi mbili zilizopita. Leo mwili umewasili huko nyumbani pale Magomeni. MJ ulikuwepo mwanzo mwisho, mwili unachukuliwa kutoka pale airport mpaka Magomeni. Watanzania watakufahamu namna gani wana Magomeni Tanzania, wapenda filamu, wapenda Bongo Flava wamepokeaje ule msiba? Kifo chake kimekuwa ni kizito sana tokea mara ya kwanza watu wanataarifiwa kwamba Karina amefariki dunia, na hii pengine inatokana na kile ambacho alikitengeneza enzi za uhai wake wakati yupo kwenye tasnia. Tumezoea kuona kwamba wadada wa sasa hivi ambao wapo kwenye tasnia hawezi ama wanajihisi kwamba hawezi kufanya kazi yao ya tasnia bila kuwa na maskendo machafu ambayo pengine sometime yanakuwa yanawaharibia sifa zao na vitu kama hivyo. Lakini kwa Karina ilikuwa ni tofauti. Ni dada ambaye alikuwa na maadili ya hali ya juu, lakini pia alikuwa ni mtu wa watu. Ukitaka kujua kama Karina alikuwa ni mtu wa watu, ni namna ambavyo msiba wake ulivyotokea, jinsi ambavyo watu wengi waliweza kushtuka ama kuupokea kwa majonzi makubwa sana. Yaani ukipita kwenye kila karibu page ya kila star alikuwa amempost, na hii inadhihirisha kwamba ni kwa namna gani ambavyo alikuwa akiishi vizuri na watu. Lakini pia hata hii leo namna ambavyo mwili ulipokuwa ukitolewa airport kuja nyumbani kwao Magomeni, watu wamejitokeza pale nyumbani kwa wingi. Angalia majirani ambavyo walikuwa wakimzungumzia, jinsi ambavyo alikuwa akiishi nao, sio wanawake wenzake tu, mpaka wa kiume. Ili kuongea na watoto wa kiume pale Magomeni watakwambia Karina alikuwa ni mtu namna gani. Alikuwa ni mtu safi. Ndio maana pia hata msiba wake watu wengi wameguswa na wameupokea kwa majonzi makubwa. Yes, MJ, kama unavyosema wasanii mbalimbali walikuwepo leo. Mwenyekiti wa chama cha au niseme taasisi Mama Ongea na Mwanao, Steve Nyerere alikuwepo leo na amepata nafasi ya kuzungumza na Mkombozi Digital. Hebu msikilize interview ya Steve Nyerere afu turudi uniambie hii namna ya wasanii wamechukuliaje, kwa sababu tumeona leo wasanii wachache Bongo Movie pia unaweza kuhesabu pamoja na Bongo Flava, kwa sababu ni mtu ambaye amepita kwenye tasnia ya mambo ya Video Vixen. Msikize Steve Nyerere afu turudi. Tunaweza kusema ni mapigo mawili kwa wakati mmoja. Tumempoteza mama hivi karibuni, lakini pia leo tunampoteza msanii kwenye game ya sanaa. Labda haya yote kwa pamoja ndio tunatanguliza pole kwako, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kukupa nguvu na hivi ambavyo unajitokeza mara kwa mara kuwatia moyo watu wengine. Ni roho ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Hongera kwa hilo kwanza. Lakini pia tunaomba utuelezee vile ambavyo ulikuwa ukifahamiana naye Hawa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo mja wa yote, na Mwenyezi Mungu ndo anaamua muda gani wa kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ni baraka kwetu, alitupa binti yetu na Mwenyezi Mungu kamchukua binti yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo kama Ijumaa Karimu, basi tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa alipo yeye ndo amsamehe dhambi zake. Lakini kikubwa zaidi ni fundisho. Ni fundisho kwa vijana, ni fundisho kina mama, kwa wazee, kwamba maisha yana mwisho. Hakuna mtu atakaishi hapa duniani mpaka milele. Uwe na fedha utakufa, uwe maskini utakufa, uwe na cheo utakufa. Kwenye kila sekta utakufa. Kwa hiyo leo tunamshuhudia binti mdogo ambaye wazazi wake walikuwa na ndoto ya mtoto wao kuwasaidia. Mama alikuwa na ndoto, baba alikuwa na ndoto, na sisi marafiki tulikuwa tuna ndoto ya kuishi naye hapa, kufanya naye kazi. Lakini ndoto ile leo na mshumaa ule umezimika ghafla. Na kiukweli amepambania maisha yake. Moja kati ya wasichana ambao wanabaki kuandikwa katika vitabu vya kumbukumbu na kalamu wenye wino wa dhahabu ni Karina. Amepambania maisha yake. Mimi binafsi pamoja na taasisi yetu ya Mama Ongea na Mwanao tuliweza kushirikiana naye akiwa sisi BRT.
na nichukue nafasi hii, si kwamba yuko CCBRT, nilipoenda kumuona aliniambia neno moja tu, sitoboi. Tukamwambia utatoboa. Tukafanya tunaloweza, ujumbe ukamfikia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akasema basi Steve, tunabeba jukumu la hapa CCBRT kumtibia Karim. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alibeba jukumu la kumtibia Karim pale CCBRT mpaka pale majibu ya madaktari walipokuja kutupa majibu sahihi kwamba Karim anahitaji kwenda kutibiwa nje ya nchi. Tukasema basi sawa. Alikaa pale muda mrefu, na bahati nzuri walikuwa wanawasiliana mama na mimi mwenyewe nilikuwepo pale kila jioni, tukiwa na kijana mmoja aitwa Chris. Tunafika pale tunakutana na dada zake, lakini kiukweli kabisa tulisema kwamba jukumu la bili hapa nini kila kitu Mheshimiwa Rais alikuwa amekava. Kwa hiyo kwetu sisi ikawa nini faraja kwamba tunapopiga mayowe na viongozi wetu wanatusikiliza kwa maslahi ya wenzetu. Tumshukuru kwa hilo. Na hata juzi maskini ya Mungu kama wiki 3 nyuma alienda kuonwa pale India, na baadhi ya wadau walienda kumuona, akawa yupo kwenye hali nzuri kabisa, anaendelea vizuri. Na bahati nzuri wale wadau wakatusaidia kwa kiasi chake akiwa pale India. Nilipenda sana. Na yule mdau hata tulipomwambia Karina kafariki hakulitegemea hilo. Kaniambia bwana Steve, nimeonana na mdogo wako hapa. Huyu hapa. Na mimi nilifurahi sana. Nikamuona pale just hai. Pigwa video call pale, nilifurahi na nikamuona hadi daktari anayetibia. Bahati mbaya nikiwa Dodoma natumiwa message kwamba mgonjwa amefariki. Kiukweli kibinadamu alikuwa ameshanipa matumaini, kwa sababu cha kwanza alikuwa ameshatoka kwenye operation. Lakini cha pili, kila jambo lina nguvu za Mungu. Nilivyoona anaongea na yule daktari wake, nikasema Mungu ametenda, kwa kuwa tulikuwa tunamhitaji arudi kwenye kazi yake. Angeuguza kidonda chake lakini angerudi kwenye kazi yake. Sasa anarudi akiwa amelala, amefumba macho. Hatutaonana naye tena. Sisi kazi yetu ni kumtanguliza Mungu mbele, kumuombea kwa Mungu. Tulijitahidi kadri ya uwezo wake, lakini Mwenyezi Mungu anapanda mbegu ambayo muda wote anaweza kuvuna. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa wasanii, poleni wasanii wote wa nchi, wadau waliomsaidia Karina kwa namna moja ama nyingine, walioguswa, waliotoa riziki zao, walioingia mifukoni, na madaktari nao nawapa pole, kwa maana walichokuwa wamewekeza Mwenyezi Mungu kavuna mbegu yake.